نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Lillahi alhamd. Tulizungumzia habari ya Zaid bin Nufay na vile vile habari ya Waraka ibn Naufal, katika watu ambao kwamba walifanya bidii ya kuitafuta haki, pamoja na kuwa kiza cha shirk kilikuwa kimetanda baina ya Jaziratul Arab na ulimwengu mzima. Na insha Allahu taala tutaanza kuizungumzia habari ya Salmanul Farisi. Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, huyo alikuwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kunya yake akiitwa Aba Abdullah. Salmanul Farisi amekufa akiwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini Salmanul Farisi ana safari ndefu na kisa ambacho kwamba ni ajiba katika kuufikia kwake Uislamu. Salmanul Farisi alifuatwa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas alimfuata Salmanul Farisi katika umri wake wa uzee. Salmanul Farisi radhiyallahu anhu amezeeka, amekuwa mzee. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kenda akamfuata, akamwambia, hebu nieleze kisa chako, nieleze story yako. Na masahaba na wale waliofuata baadaye walikuwa wakipenda kwenda kusikiliza katika visa vya watu tofauti tofauti katika stori zao na Uislamu, ili wachukue ibra na thabat na mfano kutoka kwa wao. Mpaka Umar bin al-Khattab alikuwa akiwafuata baadhi ya masahaba na kuwauliza kuhusu masuala yao, ile uzito waliopitia, mitihani waliopitia. Kwa hiyo Salmanul Farisi amefuata na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, akamwambia, hebu nieleze juu yako. Akamwambia, aeleza Salmanul Farisi akisema, kuntu rajulan farisiyan min ahli Isbahan, mimi nilikuwa ni mtu kutokamana na Wafursi. Faris tumesema ni present day Iran. Wa Salmanul Farisi asema, mimi ninatokamana na Faris na ilikuwa yuaishi Isfahan. Isfahan ndio capital kwa zama hizo kwa Iran. Na amwambia, min ahli qaryatin minha yuqalu laha Ji, toka katika kijiji chaitwa Ji. Na babake alikuwa Dahqan, walikuwa akiwaita madahqan. Dahqan yani ndio raisu qaryati, chifu, yani kama leo kusema yani chifu wa eneo la Mnarani. Kwa hiyo babake alikuwa chifu, na chifu kwa zama hizo ni mtu mkubwa, ndiyo kiongozi wa sehemu kama ile. Na Salmanul Farisi yasema, nilikuwa nikifanya bidii sana katika kufungamana na dini yangu ya umajusi. Majusia ni dini ambayo kwamba imani yao, katika imani yao waamini ya kuwa kuna nguvu ya uovu na wema, na siku zote ziko katika vita, na wao wanaabudu moto. Mungu wao ni moto. Kwa hiyo mmoja wapo katika dini za kishirikina
sio katika ahlul kitab, hawa ni katika dini ambazo kwamba ni za kishirikina. Na ikawa yofanya bidii katika dini yake hii mpaka akaja akapata cheo, akafikia kuwa yeye ni qatinun nar au khadimun nar, mwenye kusimamia moto. Na khadimun nar au qatinun nar ni yule ambaye kwamba katika ile hekalu yao ile kubwa ya ibada yosimamia moto na yuhakikisha moto hauzimi. Na kwa wao hiyo ilikuwa ni cheo kikubwa, si udhalilifu, la. Yani kila qaum ina perspective kutokamana na ile imani yao. Kila imani yawapatia watu perspective, yani miwani ya kuonea mambo. Kwa sababu leo Muislamu macho yake ya kumuona mwanamke wa heshima ni tofauti na wasiokuwa Waislamu leo kumuona mwanamke ambaye kwamba uheshima. Kweli urongo? So Muislamu yomwangalia mwanamke ambaye kwamba amejistiri, ana haya, si muovu. Upande wa pili utaona mwanamke ni yule ambaye kwamba ambiwa aitwa yuko huru. Kwa hiyo kila dini, kila nidhamu huwapatia watu perspective. Kwa hata hawa mtu kusimamia moto usizime, utaangalia ni kama kazi ya utumwa hivi. Sisi vile vile hughafilika leo. Utaona ni rahisi sisi kama wazazi kuwakosea heshima maustadhi, na perspective ya Kiislamu yatuambia nini? Khairukum man taallama alquran wa allamahu, mbora wenu, yani wale ambao kwamba kunu nyinyi atakaniwa muwaheshimu, ukimwangalia atakaniwa umpatie heshima, ni yule ambaye kwamba amejifunza Qur'an na yeye akaifunza. Imam, swala haiendelei hapapigwi safu mpaka yeye aseme ya kuwa watu wasimame vizuri katika safu. Kwa hiyo yatakaniwa tuangalie kwa miwani hii ile ambayo kwamba wamepewa na dini yao. Kwa hiyo hii kwa wao ilikuwa ni cheo. Sasa asema Salman al-Farisi, babake alikuwa na shamba kubwa, na kuna siku ikawa ana shughuli ya ujenzi. Na wajua ukiwa na shamba lazima ufuatilie masuala ya shamba, kumeendaje shamba, masuala ya shamba kwa takaniwa nini shamba. Kwa hiyo hii shughuli ya ujenzi ikamshughulisha mpaka ikabidi hii siku afanye nini? Amtume Salmanul Farisi ende akafuatilie kuhusu habari za shamba na shughuli zake zingine za nje, akawa na haja zingine, akamtuma Salmanul Farisi. Na twasema siku hii kwa sababu asili alikuwa akimpenda mno mwanawe Salmanul Farisi. Huyu mzee ampenda mno babake mpaka alikuwa hamtoi ndani ya nyumba, hatoki ndani ya nyumba. Kwa maneno yake Salmanul Farisi asema, alikuwa akinifungia babangu kama tahbisul jariya, kama vile ambavyo kwamba unavomfunga mwanamke mtumwa kijakazi ndani ya nyumba. Yani akichukua hatua, uendapi, uenda fanya nini, rudi, kaa huko, hakuna kutoka. Alikuwa yuwafungiwa kama vile ambavyo kwamba mtumwa atafungiwa ndani ya nyumba. Na akatoa mfano wa mtumwa mwanamke, kwa sababu mara nyingi shughuli za nje labda mtu atamtumia mtumwa wake wa kiume, lakini wa kike hufungizwa pale ndani ya nyumba na shughuli zake ndani ya nyumba kama tahbisul jariya. Kwa hiyo hii siku ikabidi, kwa sababu huku mjengo umemshika na kule shamba la muhitaji, sasa mwanawe ni yule mmoja, kamwambia Salmanul Farisi, ambia mwanangu, wewe wajua kiasi gani ninavyokupenda, kwa hiyo lao utakuwa ni mwenye kuchelewa,
basi utanitia wasiwasi, kwa sababu kwako wewe, yani wewe Salmanul Farisi kwangu mimi ni bora zaidi na nakupenda zaidi na nakujali zaidi kuliko shamba langu au kuliko hata mjengo wangu. Kwa hiyo mwanangu, usichelewe, mbia nenda na urudi na mapema. Salmanul Farisi akatoka, na katika pitipiti zake njiani, kabla hajafika shambani, akawa ni mwenye kupitia kanisa, na ndani yake kulikuwa na Wakristo wanaomba, manasara wako ndani wanafanya ibada na wanaomba. Wasema Salmanul Farisi, fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun, kasikia sauti zao na wako ndani wanafanya ibada wanaomba. Wa kuntu la adri ma amru nnas, na mimi nilikuwa sijui habari za watu, yani nilikuwa hajui huko nje kuendelea nini. Lihabsi abi iyaya fi baiti, kwa sababu babangu alikuwa akinifungia ndani ya nyumba, kwa hiyo hajui hata kuna dini zingine, yeye ajua umajusi tu. Kwa hiyo hii kwake yeye ikawa ni jambo jipya, akapatwa na shauku, akawa curious, akawa ni mwenye kuingia katika kanisa kama lile ili aone ma yasnaun, wanafanya nini hawa watu. Asema nilipowaona, falamma ra'aytuhum ajabatni salatuhum wa raghibtu fi amrihim, nilipowaona nikashangazwa sana na swala yao, yani akashangazwa nayo positively, akaipenda. Wa raghibtu fi amrihim, na nikatamani jambo lao. Wa qultu, na nikawa ni mwenye kusema, hadha wallah, hawa watu, haya maombi yao, hii dini yao, na hapa kwa Mungu, khairun min ad-din alladhi nahnu alayhi, hii dini yao nzuri mno hata kuliko ile dini yetu ambayo kwamba sisi tuko juu yake, yani umajusi. Akawa ni mwenye kuzuba nao, akakaa nao. Manasara wako katika ibada zao, Wakristo wako katika kanisa wanaomba, mpaka jua likamzamia. Shughuli aliopewa na babake ya kwenda shamba hajafika, wala vile vile zile haja zingine hajazitekeleza za babake. Na wakimaliza ile ibada yao, akawa mwenye kuwauliza, aina aslu hadha ad-din, hii dini asili yake wapi, yatoka wapi hii dini, yani mizizi yake ni wapi? Akaambiwa bisham, ni Sham. Sham yachanganya Syria, Palestina, sehemu za Lebanon, sehemu za Iraq, ile yote ni biladu Sham kabla ya kugawanywa na wakoloni, yote ile ni biladu Sham. Akaambiwa bisham, yatokamana na Sham dini kama hii. Kwa hiyo amechelewa huku, babake akaingia wasiwasi na akaanza kutumana vikosi kumtafuta mwanawe ambaye kwamba yuampenda mno, na jamaa wakamtafuta, mwisho wakampata. Walipomleta nyumbani kwa babake akamuuliza, mwanangu, kwani mimi sikukuambia wewe? Nilikuambia mwanangu, utanitia wasiwasi, nilikuambia ukichelewa utanitia wasiwasi, rudi na mapema. Alam kuna ahadtu ilayka ma ahadta, sikukwambia mimi niliyokuambia? Mbona kitu gani kinkuchelewesha? Kwa nini umechelewa kiasi hiki? Kamwambia, babangu, kwa kuwa katika pita ninapita kando ya kanisa na nikaona Wakristo wanaomba ndani yake, na nikaingia kuona swala yao, maombi yao, basi nikakaa nikazuba nao mpaka jua likazama. Maskini yuko very innocent, alikuwa hajawahi kuona, hajui mambo. Na hapa pia tuwapata somo, watoto wako wa safeguard, lakini walinde watoto wako kutokamana na maovu, kutokamana na uchafu, kutokamana na upotofu, lakini walinde kupitia information, wawe informed, wajue. Mtoto muruhum bisalatuhum abna'u 7, waamrisha kwa swala wakiwa na umri wa miaka 7, ila akili inapokomaa polepole mueleze kwa nini yuaswali, ili aishike swala kama sehemu yake yeye, sio kumridhisha mzazi.
binti mshikilie katika stara, kujistiri na kujiweka na kujihifadhi, ila kila anapozidi kukua mueleze kwa nini, na mueleze kwa nini jambo fulani ni chafu na ni ovu, na hili ni zuri. Kwa nini ni zuri? Hili chafu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yasema ni chafu, halipendi. Kwa hiyo twajipinda kukaa mbali nalo, na hili zuri Allah subhanahu wa ta'ala yalipenda, kwa hiyo twalikimbilia ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Asiwe tu ni mwenye kufungizwa wala asijue lolote, kwa sababu mtu kama huyu kama unyoya, upepo unapokuja na ukimpata unambeba mara moja. Akiwa exposed na masuala ya upotofu inambeba mara moja, kwa sababu yeye hana misingi thabiti katika kile ambacho kwamba yuko juu yake, amefuata ni imani ya mababu na mababu. Kwa Salman al-Farisi amwambia babake, mimi ninaona Wakristo wako katika kanisa wanaomba, mimi yani ile kanishangaza ikanifurahisha. Sasa ninakaa na wao mpaka jua limezama. Akamwambia, hii bunayya, mwanangu, laisa fi dhalika ad-din khair, hiyo dini ambayo kwamba umeiona umezubaa nayo haina uzuri wowote, haina kheri yoyote. Dinuka wa dinu abaika khairun min, dini yako wewe yani umajusi na dini ya wazee wako ni bora zaidi. Achana nao, hiyo dini haina mpango. Salmanul Farisi kwa ukweli akamwambia babake, asema qultu kalla wallah, hapana baba, hapana. Kaambia babake, maana babake anambia dini haina maana, dini ya mababu zako na dini yako unayofuata ni bora zaidi. Akamwambia kalla wallahi innahu khairun min dinina, wallahi ile dini yao ni mzuri zaidi kuliko dini yetu. Mzee hapa akashikwa na wasiwasi mzee akahofu, akaona mwanangu yupotea, hatari sasa. Tumesema mara kwanza alikuwa akimfungia ndani ya nyumba, mara hii akamfunga kwa macheni aswa, akamtia cheni mtoto wake hatoki ndani ya nyumba, akamfunga yani kama mfungwa. Sasa aya ya kwanza ilikuwa ya mahaba, ili ya mzee kujali mtoto wake, hataki atoke, ni watu watawatuma watu ende wakafanya jambo, hatoki ndani ya nyumba, na nyumba labda ni wasi, ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni mkubwa, nyumba ni kubwa. Sasa mtoto hatoki ndani ya nyumba, geti kali. Ila mara hii ile jambo lake ikawa latia wasiwasi zaidi, si masuala ya geti kali tena. Huyu mtoto ankwenda akaona mambo huko, na mpaka mwisho yuaona kuna jambo ni bora zaidi kuliko dini yake na dini ya wazee wake. Mzee akamtia macheni ndani ya nyumba. Salmanul Farisi ikawa ni mfungwa ndani ya nyumba yao, ndani ya nyumba ya babake. Na tumesema alikuwa ameulizia asli ya dini hii ya Ukristo ni wapi, akaambiwa ni Sham. Kwa hiyo akatafuta namna, akatoa ujumbe wale mabwana kule waambiwe, ukitokea msafara wowote wa Sham basi apewe habari. Safara ukiingia labda wa kibiashara, ukija msafara, ukitoka warudi, na safari zao ilikuwa ni za mbali. Kama vile leo taona kuna siku ya soko sehemu fulani, taona kuna soko sijui la Mkoroshoni, kuna soko la Mtondia. Hawa masoko yao, biashara yao ilikuwa ni safari za mbali. Kwa hiyo msafara ukatokea, ukaja ukaingia katika ardhi ya Faris, na ilikuwa ni msafara wa Sham. Salmanul Farisi akapewa habari, alipopewa habari akafanya namna, akakimbia akajiunga na ule msafara. Alitoroka katika ufungwa wa babake na akajiunga na ule msafara wa kuelekea Sham, na ule msafara wa biashara kenda nao mpaka ardhi ya kwanza aliyotua ndani yake ikawa ardhi ya Syria. Nikatua katika ardhi ya Syria, na safari ya maisha yake
ikaanza kuchukua direction tofauti, maana kwenda mahali ambapo kwamba asili sasa Warumi kule wingi Ukristo umesambaa, sasa ikawa amefika katika center ya Unaswara. Insha Allah katika darasa inayokuja tutazungumzia katika maisha ya Salman al-Farisi katika ardhi ya Syria na kufuata kwake kwa dini ya Ukristo, na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku istiqama katika dini ya haki na katika adala na katika yale ambayo kwamba yamridhisha yeye. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yale ambayo kwamba tuyazungumzia juu ya habari za wema waliotangulia iwe hujjatan lana wala alaina. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie iwe ni sababu hidayah na tulinde kutokana na riwaya. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.